Samia Suluhu atumia mabilioni ya pesa kufunika damu ya Watanzania aliyoua mwaka jana. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kwenye mikutano iliyofanyika Brussels, Ubelgiji siku ya Jumapili, Februari tarehe 1 mwaka 2026, Samia Suluhu Hassan amewekeza mabilioni ya fedha ili kuosha mikono yake iliyojaa damu kutokana na mauaji makubwa yaliyotokea baada ya uchaguzi wa mwaka jana. Hii ni hatua ya kushangaza ambapo serikali yake imekimbilia mazungumzo ya viongozi wa Umoja wa Ulaya EU ili kurejesha uhusiano uliokaribiwa na unyanyasaji wa haki za binadamu. Ujumbe wa Tanzania ulioongozwa na Waziri wa Mambo ya Nje Mohamud Thabit Kombo ulijadiliana na Makamu wa Rais wa Tume ya Ulaya Kaja Kallas, huku ikithibitishwa nia ya kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kiusalama. Lakini nyuma ya mazungumzo haya ya kidiplomasia kuna ukweli mbaya kwamba mazungumzo haya yanakuja wakati serikali ya Samia inajaribu kuficha maelfu ya vifo vilivyotokana na ukandamizaji wa maandamano na kuuza akiba ya dhahabu ili kujaza mapengo ya misaada iliyokatizwa na mataifa ya Magharibi. Mikutano hii ilihusisha maafisa wengi kama Profesa Palamagambo Kabudi ambaye alikutana na kamati ya kisiasa na usalama ya EU Tanzania na ilijaribu kujionyesha kama mshirika wa kuaminika katika masuala ya amani na udhabiti wa Afrika Mashariki. Lakini hii ni kinyume na cha ukweli uliofunuliwa na ripoti ya kimataifa ambapo polisi na vikosi vya usalama vilitumia nguvu ya kupita kiasi ikiwa ni pamoja na risasi halisi na gesi ya machozi dhidi ya waandamanaji waliopinga matokeo ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka jana. Matokeo hayo yalitangazwa kuwa Samia alishinda kwa asilimia 98 na yalizusha hasira na kupelekea vifo vya mamia, huku wengine wakifadhaika na kutoweka kwa mazishi yanayostahiki. Na katika mazungumzo na makamu wa rais wa bunge la Ulaya Yunus Omarje, Kombo alisisitiza umuhimu wa kidiplomasia ya kibunge ili kuimarisha biashara na utawala bora. Pia ujumbe wa Tanzania ulikutana na kamishna wa ushirikiano wa kimataifa Joseph Sikela ambapo walieleza vipaumbele vya ajira, ujuzi na miundombinu. Hata hivyo, mazungumzo haya yanakuja baada ya kupungua kwa misaada kutoka kwa mataifa ya nje ambapo EU ilitishia kusimamisha euro milioni 156 mnamo Novemba mwaka 2025 kutokana na unyanyasaji wa haki za binadamu. Serikali ya Samia iliamua kuuza sehemu ya akiba ya dhahabu iliyokuwa na thamani ya dola bilioni 1.3 ili kujaza mapengo ya fedha, na ni hatua ambayo inaonyesha shinikizo la kiuchumi lililotokana na ukandamizaji wa kisiasa. Hii si mara ya kwanza kwani Tanzania kujaribu kurekebisha sifa ya kimataifa. Mazungumzo haya yanafanana na jitihada za awali za serikali kuonyesha kujitolea kwa heshima ya mamlaka ya kitaifa na utawala wa sheria, wakati ndani ya nchi polisi wanaendelea kuwakamata wapinzani bila sababu halali. Na katika ngazi za kimataifa, mazungumzo haya yanafaa kuimarisha ushirikiano unaotabirika, lakini yanaficha ukweli wa kushindwa kwa serikali kushughulikia madai ya mauaji na kutoweka kwa watu. Uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka jana ulikuwa wakati wa giza katika historia ya Tanzania. Samia Suluhu alitangazwa mshindi wa asilimia 98, lakini wapinzani wakuu kama Tundu Lissu na vyama vyao Chadema na ACT Wazalendo walizuiliwa kushiriki. Maandamano yalizuka Dar es Salaam, Mwanza na maeneo mengine ambapo vikosi vya usalama vilitumia nguvu ya kutoa maisha na kupelekea vifo vya kati ya watu 2,000 na watu 10,000. Ripoti zilizothibitishwa zinaonyesha polisi wakipiga risasi waandamanaji kutoka nyuma na kujenga makaburi ya pamoja ili kuficha ushahidi. Na zaidi ya watu 2,000 walikamatwa na mamia wakashtakiwa kwa uhaini, hatia inayoweza kupelekea vifo. Na Samia aliwahusisha waandamanaji na maadui wa kigeni kama wa Kenya, na hatua ambayo ilizidisha chuki na kuhatarisha usalama wa jamii.
Hii ilikuwa mwendelezo wa mbinu za ukandamizaji zilizoanza mapema mwaka 2025 ambapo wapinzani walinyanyaswa, kutowekwa na kuuawa bila kufunguliwa kesi. Samia Suluhu alipochukua madaraka Machi mwaka 2021 baada ya kifo cha John Magufuli, alionekana kama mtu wa mabadiliko. Alifungua mikutano ya kisiasa na kuahidi mageuzi ya kidemokrasia, lakini hii ilikuwa maski ya muda mfupi, kwani tangu mwaka 2023 serikali yake imezidisha ukandamizaji, kuwakamata waandishi wa habari, kufunga mtandao wa kijamii wakati wa uchaguzi na kuondoa wakazi wa Masai kutoka Ngorongoro ili kujenga maeneo ya uwindaji, na ni hatua iliyotokana na kushindwa kutoa huduma za msingi na kubadilisha usajili wa wapiga kura. Hii inafanana na historia ya Tanzania tangu uhuru, ambapo CCM imeendelea kutawala kupitia mbinu za kuzuia upinzani, na tangu wakati wa Nyerere hadi Kikwete serikali zimepunguza upinzani kupitia sheria na polisi, lakini chini ya Samia hii imezidi na kupelekea vifo vya kutohesabika. Uchaguzi wa mwaka jana ulikuwa kilele cha hii, ambapo Umoja wa Afrika ama ukipenda AU ulitangaza kuwa haukufuata viwango vya kidemokrasia na SADC ikikosoa uchaguzi huo. Majibu ya kimataifa yalikuwa makali, kwani Umoja wa Mataifa ulitaka uchunguzi huru wa mauaji na Amnesty International ikithibitisha matumizi ya nguvu kupita kiasi. EU ilisimamisha misaada ya euro milioni 156 huku Marekani ikitathmini uhusiano wake na Tanzania. Hii ilipelekea serikali ya Samia kuuza dhahabu ili kujaza fedha, hatua ambayo inaonyesha athari za kiuchumi za unyanyasaji. Na katika Afrika Mashariki, wa Kenya na wengine walihatarishwa na madai ya Samia ya maadui wa kigeni na kupelekea chuki kimkoa. AU na SADC zilikosoa uchaguzi, huku Human Rights Watch ikitaka hatua zaidi ili kuzuia unyanyasaji wa ziada. Mazungumzo ya Brussels yanajaribu kurekebisha hii na vilevile yanahitaji kujenga msingi wa haki ili kurejesha imani. Unyanyasaji wa mwaka jana umeathiri uchumi wa Tanzania. Misaada iliyopungua imelazimisha kuuzwa ama hatua ya kuuza dhahabu, hatua ambayo inaweza kudhoofisha akiba ya taifa. Biashara na uwekezaji vimepungua kutokana na hofu ya kisiasa, huku jamii ikipambana na hofu ya polisi na kutoweka. Hii inafanana na maamuzi ya zamani kama kufungwa maeneo ya Ngorongoro, ambapo wakazi walinyimwa huduma ili kutoa nafasi ya utalii. Katika Zanzibar ambapo Samia anatoka, kuna mvutano wa kisiasa uliozidi tangu uchaguzi wa mwaka 2020 ambapo ACT Wazalendo ilizuiliwa, na hii inaathiri uthabiti wa muungano na kupelekea maelfu kukimbia nchi kutokana na hofu. Mustakabali wa Tanzania unategemea hatua za sasa. Ikiwa mazungumzo ya Brussels yatashindwa kushughulikia haki, unyanyasaji utaendelea na kupelekea uchumi kudorora na jamii kupoteza imani. Kunyamaza kuna hatarisha vizazi vijavyo na kutoa nafasi kwa ukandamizaji zaidi, na Tanzania inahitaji mageuzi halisi ili kurejesha amani na maendeleo bila kuficha makosa yaliyopita. Hii ni wakati wa kuamka ili taifa lisirudi nyuma katika giza la utawala wa kibabe. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kuyumbisha. Zidi kuwa nasi kwa kutupa support kwa kusubscribe, kulike na kushirikisha video hizi.